Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kufika tu hapo, usiende sana. Ukienda sana utachanganyikiwa, utapotea kabisa katika duara. Sitaki nikuache ukiwa kwa kiwango chenye ulizaliwa ndani. Nataka kuingisha kwa kiwango kingine tofauti. Hapa huyu ni mtoto amezaliwa, mtoto mdogo sana amezaliwa, lakini watafiti wametoka sehemu yote ya dunia wanamuita mfalme wa Wayahudi, na ni mtoto amezaliwa, hajapewa ufalme. Ni kamtoto kadogo kamezaliwa. So mjadala ikaanza, mfalme huyu wa Wayahudi mwenye mmekuja kumtafuta, mmemwona wapi na nani amemtangaza kuwa nini? Mfalme. Wakaendelea wakasema, kwa maana tuliona nyota. Ni kitoto kidogo kimezaliwa, kimtoto kidogo, hana hata siku 3, hana wiki, hana mwezi. Huyu mtoto hana mwaka, ndio mtoto amezaliwa. Lakini wenye utafiti wote wamekusanyika kukuja kumshuhudia mfalme ambaye amezaliwa. Biblia inasema hata mfalme Herode mwenyewe, verse 3, ukisoma verse 3 inasema namna gani? Verse 3 inasemaje? Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Kimtoto ndio kimezaliwa, si ati mfalme ameteuliwa. Ni kamtoto kamezaliwa, lakini watu wamekuja wanatafuta huyu mwenye amezaliwa ambaye ni mfalme wa Wayahudi. Wakaulizwa aje mfalme aje, wakasema tumeona nyota mashariki. Na katika hiyo nyota iko nyota ya kawaida, ilionyesha tuna kitu ambacho kimahape. Ndio tumekuja kutafuta hiyo kitu, kwa sababu hiyo kitu ndio mfalme wa Wayahudi. Niwachia hapa ama sasa nikupe mafunuo ya ndani. Nimefafanua tusijekupa mafunuo. Mwanzo 37:19 mpaka 20. Kasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. 20. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Underline hiyo kwa Biblia yako. Tutaona zitakuwaje ndoto zake. Niko hapa nataka kulea jeshi ndogo sana, lakini ambalo litakuwa na utishio. Mwanzo 37 mstari wa 19 hadi 20, si yake. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Kuna mwimbaji akasema, nimo ndani mwa Yesu ninaburudika, nimo ndani mwa Yesu ninaburudika, vijana ndani mwa Yesu ni wale wameokoka, wamo ndani mwa Yesu wanaburudika. Tuna kitu ambacho nimekipata chenye wazazi hawangenipa. Yaani wazazi wa kwangu hii kitu hawangenipa. Wasomi na waandishi mpaka wa Biblia hawangenipa hiyo kitu. Ndio nikapitia mahali katika Biblia inasema aliwanyima wenye hekima ya dunia, akafunulia sisi watoto wachanga siri za mbinguni. Sasa hapa nimekupa Herode pamoja na nini na Yerusalemu, wakafadhaika kwa ajili ya nyota. Hawajaona huyo mtoto, hata hawajui kama amezaliwa, lakini tuna kitu tu kimeonekana katika anga, watu wakaingia wasiwasi. Alafu hapa tuna jamaa ametoa tu ndoto, akasema nimeona jua na mwezi pamoja na nyota.
zikiwa zimeniinamia, wakamwita bwana wa ndoto. Alafu hapa wanasema tumuue ili tuone hizo ndoto zake zitakuwa aje. Sasa nataka kuongea na mtu. Kitu ambacho wachawi na waganga na wale watafiti au wenye mamlaka na ukuu, kitu ambacho wanaangalia kwako si sura yenye uko nayo. Hawaangalii mavazi yenye wewe unavaa. Hawaoni kunona yenye wewe umenona. Hawaoni urefu au ufupi yenye wewe uko nayo. Kitu ambacho wanaangalia kwako ni nyota uko nayo. Sikia, good example, katika ulimwengu wa kiroho, huyo mama ana uwezo mkubwa kushinda sisi. Nyota yake inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa hiyo kitu ndio chenye kinaangaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Sikia, matukio yenye inatokea katika PFI si kwa sababu Gerald yako hapa, si kwa sababu mama Apostle yako hapa, si kwa sababu Timo yako hapa, mbali nyota ya PFI kiwango chenye inamulika inafanya waganga na wachawi wanaiona hata kabla hawajafika ndani. Wanaitana, wanasema kuna kitu ambacho tumekiona katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo kitu lazima tujue ni nini. Na kitu chenye wanawindana nayo ni kuua ndoto ya PFI, ili waone ile yenye tumesema ni international, ile yenye tumesema itaponyesha, ile yenye tumesema itakomboa, ile yenye tumesema itaangamiza. Hiyo ndoto itakuacha kama wameiondoa. So vita ambavyo tunapigana, hatupigani vita kwa ajili ya pesa yenye tuko nayo. Nikupeleke polepole, nimepiga kelele, hautanielewa. Wakati ulipoingia kwa ndoa tu pap, harufu ya ndoa ilisikika katika ulimwengu wa kiroho wa ndoa. Nikufungue mambo tu ya ndani, hata kama hutanielewa, wacha nikupe mambo yenye hutanielewa. Na watu wakajua hatima ya hii ndoa ni kubwa, ni itafungua zingine. Huyu ndiye atakuwa msemaji wa ndoa zingine, kuzirekebisha na kuzielekeza. Wakaingia katika ulimwengu wa kiroho, wakaona nyota ya hii ndoa, wakaibendisha, ili kwa sababu wameona hatari, wanapigana na hiyo hatari. Ukisoma Biblia katika hiyo Mathayo 2, Biblia inasema Herode akasema, basi tafuteni penye amezaliwa, hata mimi nikuja kufanya nini? Kumuinamia. Lakini ndani mwake alikuwa anataka amuue. Alafu ukiendelea na hiyo maandiko inasema namna gani? Inasema hawa wenye hekima wakiwa kwa barabara, malaika akawatokea, akawaambia, sikieni, mtakapoona huyo mtoto msirudi kwa Herode, kwa sababu anataka kufanya nini? Kuua. Teremka na hiyo maandiko mama. Hapo chini inasema namna gani? Inasema Herode alipoona wenye hekima wamemgeuka, akatoa amri, mtoto yeyote aliye chini ya miaka 2 wawawe. Nidhani nimeanza kuzungumza na mtu ananielewa. Watoto walio chini ya miaka 2 wawawe wote, kwa sababu imekuwa ngumu kwa identify huyu mtu, kujua huyu mtu mwenye wanasema ni mfalme amezaliwa. Sasa kuliko huyu mtu akuja akakua, afadhali tuue watu wote. Biblia yangu inanifurahisha, mwandishi wa hii Biblia ananifurahisha, kwa sababu anasema ya kwamba malaika akaambia Yusufu, chukua mtoto na mama yake, toroka, kwa sababu tuna adui anataka kufanya nini? Kumuua. Sikia wana PFI, ikuje vita vya aina gani, ikuje imekaa aje, ikuje imesimama aje, sina kitu ya kupigana nayo, lakini mwenye aliyeanzisha hii kazi hako tayari kuisimamisha. Sikia, mtu
mtu yeyote ambaye nyota yake imewaka. Utajuaje wewe una nyota? Utajuaje wewe ni mchaguliwa? Utajuaje wewe sasa nyota yako ni sahihi? Kwa sababu nyota zetu zote haziwezi waka sahihi, zinawaka kulingana na majira na wakati na utendakazi wa hiyo kitu. Kitu ya kwanza, ili uidentify ya kwamba it is your time. Tuna matukio yenye inatokea katika maisha yako isiyokuwa ya kawaida, haina mtu mwingine. Nimesikia tukielekezwa hapa tuombe kuhusu monitoring spirit.